Jamani, tuendelee katika sehemu ya 17 ya simulizi yetu ya Binti Tausi katika siku ya leo. Lakini kabla ya kusonga mbele, naomba tuangalie pale ambapo tuliishia ili tuweze kuunganisha vizuri matukio ya simulizi yetu hii yanavyokwenda, maana kuna mwingine unakuta anachanganya. Usipomkumbusha pale ambapo tuliishia, ni vyema zaidi tukakumbushana tulipoishia katika sehemu ya 16, ndipo tutakaposonga mbele. Tulipoishia katika sehemu ya 16 ni pale Irene alikuwa katika mchanganyiko mkubwa sana wa mawazo, ambapo kabla ya kwenda kuoga alifungua kabati na kukuta nguo mpya kabisa nzuri sana ambazo zilionekana ni kwa ajili yake, ikiwa ni gauni la kulalia na nguo yake ya ndani ambayo vilifanana. Mpaka anakuja kulala binti huyo, yaani kupitwa na usingizi, hakuwa amepata jibu la haya mambo yanayomtokea zaidi. Aliamua kuweka mawazo yake katika kumtetea na kumsaidia mpenzi wake Eric, huku akianza kupata wasiwasi kama Eric atakuwa bado anampenda kutokana na mambo aliyofanyiwa na mama yake. Jamani, hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 16. Basi nikukaribisha tuweze kusonga mbele katika sehemu ya leo ambayo ni sehemu ya 17. Hii ni Light Simulizi, mimi naitwa Trishi. Karibu sana. Siku ya pili asubuhi ndani ya nyumba ya Dr. Simoni mjini Songea. Wa kwanza kuamka alikuwa ni dada wa kazi ambaye aliamka saa 12 kamili akiwa mwenye mawazo fulani kichwani mwake. Maana toka alipoziona zile fedha ambazo mama Irene alipewa na wale wageni wa jana, na alikuwa na uhakika kuwa inafanana na ile noti aliyoikuta kwenye pochi ya Mage. Kama ni hela za kweli, kwa nini Eric awekwe kwenye hela? Aliwaza dawa kazi, huku akiendelea na shughuli zake za usafi ambazo huzifanya kila siku. Ngoja mama akiamka nitamuonyesha, pengine yeye hajaziangalia vizuri, aliwaza dada wa kazi. Saa 2 kasoro ndio muda ambao Irene aliamshwa na sauti ya taratibu na ya upole. Samahani, muda umefika na unahitaji kujiandaa kwenda ukumbini. Hapo Irene akafumbua macho taratibu, akitegemea kukuta ndoto yake imeisha na pengine kujikuta sehemu nyingine, lakini akajikuta yupo ndani ya chumba kile kile akitizamana na wasichana watatu, mmoja akiwa amesimama karibu na kitanda, huku wawili wakiwa wamesimama pembeni kidogo, mikono yao ikiwa imeshikilia kile kitoroli kama cha kwenye supermarket vinavyotumiwa kununulia bidhaa, wakati wa manunuzi kikiwa kimesheheni vitu kibao vikionyesha ni mavazi mapya na vipodozi vingi kweli yani. Wakati huo Songea nako mambo yalikuwa kama hivi. Mama Irene aliamka na kuhisi kichwa chake kikiwa kizito, ni kwa ajili ya pombe alizokunywa mpaka usiku mwingi. Akatazama mezani na kuiona bahasha ikiwa inamtizama, akatabasamu. Nitawaonyesha maajabu wapuuzi wakubwa, wataniona nimeshafika, aliwaza mama Irene, huku anajizoazoa toka kitandani na kutizama muda kwenye simu yake. Akaona anakaribia saa 2 kamili. Ni wahi nisije kuachwa na ndege, alisema mama Irene, akikurupuka na kuingia bafuni ambako alitumia dakika kama 7 hivi kuoga na kupiga mswaki, na kutoka huko bafuni akiwa na wafadhali kidogo na kichwa kikiwa chepesi kiasi. Huyu mwanga atabaki na uchawi wake na lazima nikampe vidonge vyake kabla sijaondoka, aliwaza mama Irene, akianza kujiandaa kwa safari. Mama huyu akajiandaa haraka na kutoka chumbani akiwa kavalia nguo ambazo aliziona ndo za heshima sana, zikifanana na mwaliko huo ambao hakujua anakwenda kukaa kwa siku ngapi. Alivalia gauni la kitenge na kujifunga remba lake kubwa la kitenge. Hakika ungemwona usingejua kuwa ndiye yule mama mkorofi aliyemwagia mwenzie mchanga kichwani, pamoja na kuweka nguo kwenye begi lake alilochagua kwa safari. Akatoka nalo mpaka sebuleni, akaliacha na kutoka nje, akimpita dada wa kazi alikuwa anaandaa chai, akidhani kuwa bosi wake huyo atakunywa chai asubuhi ile. Dada, naenda kuaga mara moja, halafu nitakuja nikupe maagizo, alisema mama Irene, huku anatoka nje na kuelekea kwa mabagia, akimwacha dada wa kazi anaingia chumbani na kuchukua ile noti ya fedha yenye sura ya Eric. Mama Irene
akakuta mlango wa nyumba ya Mabagia ukiwa wazi na sauti ya TV ikisikika toka ndani. "Hodi humu ndani ya kibanda," alisema Mama Irene huku akiingia ndani ya nyumba ile ya kina Eric na kuelekea moja kwa moja sebuleni pasipo kukaribishwa, ambako waliwakuta kina Patricia na shangazi wakiwa na mtizamo kwa mshangao. "Ustaarabu gani huo wa kuingia ndani kwa watu namna hiyo?" Patricia aliuliza kwa sauti ya mshangao na dharau. "Nyumba iwe hii, hebu niambie yupo wapi huyo Mwanga?" alisema Mama Irene kwa dharau. Hapo Patricia na shangazi wakatizamana kwa mshangao. Usingesema kama ndio wale ambao jana walikuwa wanaunga mkono vurugu za mama huyo alizokuwa anamfanyia Tausi. "Kwani sisi ni waganga au umepotea njia?" shangazi aliuliza kwa mshangao. "Yaani ungesema hawajui ugomvi wa Mama Irene na Tausi. Na nyie bwana, hebu acheni utani. Mwenzenu nitachelewa ndege, nimealikwa huko Mbogolende. Hebu niitieni huyo bikizee, nataka nimwage," alisema Mama Irene kwa sauti ya dharau huku akicheka kidogo. Hapo akina Patricia wakatizamana kisha akaangua kicheko cha mwaka na kumfanya Mama Irene ashikwe na mshangao, akihisi kuna jambo tofauti linaendelea. "Unamzungumzia nani we mama? Kama ni Tausi wewe nenda tu, utakutana naye huko huko," alisema Patricia. Na hapo Mama Irene akaona akiendelea kuongea na wale wawili atapoteza muda, akaondoka zake na kuacha kina Patricia wakicheka huku wakimalizia kwa maneno ambayo Mama Irene alishindwa kuyafafanua. "Heti Mwanga? Utajua nani Mwanga kati yako na yeye?" Hapo Mama Irene hakuwa na muda wa kurudi tena kuomba ufafanuzi. Akaondoka zake na kurudi nyumbani kwake ambako alipokelewa na dada wa kazi. "Eti samahani mama, hii ni hela ya ukweli? Nimeikuta kule kwa Damage," alisema dada wa kazi huku akimpa Mama Irene noti ya fedha ambayo kwa mtizamo wa haraka ilifanana na zile alizopewa jana. Akaipokea na kuitizama, ambapo upande yale utizama kulikuwa na jengo kubwa sana pamoja na picha za madini aina ya almasi ikiwa imeandikwa benki ya watu wa Falme za Mbogolende, na pembeni kwenye kona ilionyesha kuwa ni 50 ambayo kwa thamani ya fedha ya Tanzania ingekuwa ni 1500. "Ndio, ni hela ya kweli. Kwani na nini?" Mama Irene aliuliza huku anamrudisha dada wa kazi zile noti. "Kwani umeitizama upande wa pili?" dada wa kazi aliuliza. Na hapo Mama Irene akasitisha na kuigeuza ile noti. Hapo ghafla Mama Irene alionekana akitoa macho kwa mshangao akitizama ile noti. "Mungu wangu, nini kimefanyika kwenye hii fedha?" ilimtoka Mama Irene kwa mshangao, huku akigeuza mara mbili ile fedha na kukumbuka kusoma maandishi ya chini ya picha hiyo iliyomshangaza. Picha ambayo ilimshangaza sana Mama Irene sababu sura ya kwenye ile picha ya kwenye fedha ilifanana kabisa na sura ya kijana wa jirani yao ambaye hivi sasa anafahamu kuwa anashikiliwa kwa wizi wa bangiri ya dhahabu aliyompatia mwanae Irene. Kijana ambaye hataki kusikia akiendelea kuwa na mwanae, kijana ambaye amezidi kumchukia yeye na mama yake, hasa baada ya kusikia mwanae Irene akithibitisha kuwa ameshafanya naye tendo la ndoa. Hivyo kijana huyu mwenye hii sura kwenye hii noti ndiye aliyemuingiza mwanae kwenye ulimwengu wa ngono. Eugene Eric Mbogo, mtoto wa Mfalme Eric Mbogo wa 6. Hapo Mama Eric akarudia kusoma mara mbili huku dada wa kazi akiendelea kumtizama bosi wake akisubiri kujulishwa picha ya Eric inafanya nini kwenye fedha ambayo ilionekana imechapishwa mwaka 1994. "Mbona sielewi? Ina maana Mfalme Eugene anafanana na huyu mshenzi. Ndio maana Mage anayowezeka kuwa Eric ni mchumba wake," aliwaza Mama Irene huku anachukua ile bahasha yake pembeni ya begi lake dogo la safari na kutoa bunda moja la fedha, kisha akazitizama na kuzilinganisha. Ukweli zilikuwa zinafanana kila kitu, kasoro mambo mawili tu. Hizi za Mama Irene zilikuwa shilingi 100 na picha yake ilionyesha ya malkia wa zamani wa Mbogolende, lakini muundo wa fedha na vitu vingine vilifanana kila kitu. Hata jengo la benki kuu ya Mbogolende lilifanana, kasoro madini haikuwepo, ila kulikuwa na kichwa cha twiga. Au ndio maana wamemkamata kwa kutengeneza fedha feki, aliwaza Mama Irene huku anarudisha zile fedha kwenye bahasha pamoja na ile ya Mage. Kisha akamtizama dawa kazi.
nina safari, kila kitu kipo humu ndani. Nikifika nitakupigia kukujulisha nitarudi lini. Alafu akija mtu mwambie nimekwenda Mbogolende, alisema Mama Irene akionekana mwenye mawazo, kisha akatoka nje na kuingia kwenye gari Toyota Wish kuelekea uwanja wa ndege, huku njiani akizidi kuwaza juu ya kile alichokiona. Unamzungumzia nani wewe? Kama ni Tausi, wewe nenda ukakutana naye huko huko. Yalimjia yale maneno ya Patricia na mama yake. Haiwezekani hata kwa dawa. Au ninaota mimi kama nilivyoota jana, aliwaza Mama Irene, ambaye kama angezidisha kidogo angesababisha ajali. Eric alikuwa bado mwenye mawazo mengi sana. Leo aliamka akiwa anawaza juu ya kuanza safari ya kurudi Songea, maana aliona zimeshapita siku 3 bila kumwona Irene na hakujua yupo wapi, japo hakuwa na uhakika wa uhai wa penzi lao kutokana na tuhuma alizoondoka nazo kule Songea, yani tuhuma za wizi na ile hali ya kuchukiwa ghafla na Mama Irene. Hakujua Dr. Simoni naye anamchukuliaje baada ya tuhuma zile. Sasa Eric alikuwa njiani anakwenda kukutana na mfalme. Wasichana wawili waliokuwa wanamwaga maua walitangulia mbele yake, wakitembea kwa haraka kufuata mwendo wa Eric, huku walinzi nao wakija nyuma nao wakifuata mwendo wa Eric, ambaye alikuwa amevalia suruali yake ya jeans na raba zake, huku juu amevalia t-shirt lake la kuchezea mpira kama alipokuja navyo kutoka Tanzania. Safari hii iliishia kwenye mlango wa chumba cha mfalme, ambapo walikuta wafanyakazi na watumishi wote wakiwa wamesimama nje ya mlango ule mkubwa, ungesema wa kuingilia kwenye bwalo, tofauti na siku zote ambapo huwa wamesimama ndani ya chumba kile, akiwepo mjumbe wa mfalme. Salamu mwenye kijana, walisalimia watu wote waliokuwa pale nje wakiinamisha vichwa vyao. Salamu, nataka kuingia kumwona mfalme, alisema Eric kwa sauti ambayo ilionyesha tayari imeshajaa jazba toka kule alikotoka. Ewe mwenye kijana, leo mfalme ataamka saa 3:30 na kuanza kukutana na wageni saa 4 kamili. Kwa sasa ameongeza muda wa faragha, alisema yule mjumbe kwa sauti iliyojaa heshima na adabu. Poa, akitoka mwambie mimi nimeshajiandaa, nataka kuondoka, alisema Eric, kisha akageuka na kuondoka zake, akirudi alikotoka, yani chumbani kwake, huku wamwaga maua wake wakikimbilia mbele na kuanza kumwaga maua, huku nyuma yake wakionekana walinzi wakimfuata, lakini sura zao zikionyesha wazi kwa katika mshangao. Ewe mwenye kijana, sisi ni watumishi wako, tunaomba nafasi ndogo ya kuongea na wewe, alisema mmoja wa wale walinzi, huku wakizidi kumfuata Eric. Nyie ongeeni tu, hakuna cha mwenye kijana wala mtumishi hapa, mimi nasepa, alisema Eric. Alionekana kuwa hatani kwenye swala la kuondoka. Mwenye kijana, subra ni nzuri kuliko kukata tamaa, sababu hata mfalme baada ya miaka zaidi ya 20 amefanikiwa kumpata malkia akiwa amekataa kabisa kuchagua mke, na wazazi wake walimkubalia kuishi peke yake na akimsubiri malkia toka mbali. Hivyo tunaamini na yeye atakusikiliza tu, kuwa na subra, alisema mmoja wa walinzi wake. Na hapo Eric akasimama na kuwatizama. Tayari walikuwa wameshaufikia mlango wa chumba cha Eric. Kwa hiyo mnaniambia niendelee kusikilizia? aliuliza Eric, huku akiwa bado amesimama kwenye mlango ambao tayari ulishafunguliwa. Kama utapendezewa mwenye kijana, subra ni nzuri zaidi, hasa kwa kiongozi mkubwa kama wewe, alisema mmoja wa walinzi na kutekenya moyo wa Eric. Kiongozi mkubwa kivipi? Sasa waliongea huku wanaingia ndani na kwenda kukaa kwenye makochi. Mwenye kijana, wewe ndiye mfalme wa baadaye. Kesho unatangazwa rasmi kuwa mtoto wa mfalme, na watu toka nchi mbalimbali wameshaanza kuja, ikiwa ni maraisi toka nchi kubwa duniani kote, alisema mlinzi, huku yeye pamoja na wenzake wakiwa wamesimama kuzunguka pale kwenye makochi. Hebu kaeni tuongee vizuri, kwa nini muda wote mnasimama? Eric alisema, huku wakishangaa wote wakakaa, yani wale walinzi na wasichana wakumwaga maua. Kwa hiyo mimi ndo nitakuwa mfalme hapo baadaye, na kama nikipata kula chache itakuwaje? aliuliza Eric akiamini maneno ya yule mlinzi.
Hapo wote wanne wakamweleza na kumsimulia taratibu za pale za nchini kwao na maisha ya mfalme yanavyokuwa. Hapo Eric akakumbuka ndoto yake ya kumwona Irene akiwa amevaa kama malkia akimpatia maji. Lakini nitaishije bila Irene, mwanamke aliyenipenda bila kujali hali yangu ya umasikini? Aliuliza Eric, na hapo akakosa jibu. Japo alitamani sana kijana huyu awe pamoja nao, maana hakuwa na amri nyingi kama watoto wa mfalme walivyo. Irene akiwa bado kwenye mshangao mkubwa, alikuwa ameshamaliza kuoga na kusaidiwa kupambwa kwa vipodozi vichache alivyovichagua, pamoja na kusaidiwa kuvalishwa nguo alizoletewa kwenye vile vitoroli. Na mpaka walipomaliza, Irene alikuwa amependeza kweli kweli, na kila alipouliza yale yote yanafanywa kwa ajili gani, jibu lilikuwa ni lile lile. Hatujapewa ruksa ya kujibu swali hilo. Hapo Irene akawa mpole, huku akijihisi kuwa yupo ndotoni. Sasa huko ukumbini kuna nini? Yaani utadhani nakwenda kuolewa au naenda kukutana na mfalme? Akaniulizia kuhusu kama kweli Eric ameiba bangire. Aliwaza Irene huku akijitania kidogo, hata baba akiniona atanishangaa. Saa 3:30 Irene alipelekwa kwenye ukumbi wa chakula pale hotelini, ambako walikutana na baba yake aliyependeza pia kwa suti na kwa viatu alivyokuwa amevivaa. Ukweli kila mmoja alimshangaa mwenzake kwa jinsi alivyopendeza. Hata walipokaa mezani walikuta vyakula vya kila aina ambavyo kwa kwetu Tanzania ungevikuta tu kwenye sherehe za matajiri wakubwa. Baba, hivi unajua kuna nini kinaendelea? Irene aliuliza wakiwa wanakula, au tuseme walikuwa wanapata kifungua kinywa. Wakina Kidenya hawakuwepo mahali pale. Mwanangu, hata mimi nashangaa. Yaani kila kitu naona kama ndoto isiyoisha. Kuanzia Eric kuambiwa mwizi mpaka sisi kupokelewa na kupewa wafanyakazi na kupewa nguo mpya, sehemu nzuri za kulala. Na sasa tumekutana kwenye meza iliyojaa vyakula vya ukoo mzima, tena wa kitajiri kama sio kifalme, alisema Dr. Simon kwa sauti ya chini, huku wasichana kadhaa wakiwa wamesimama pembeni yao wakiwasubiri wamalize kula. Kwani na wewe ulikuwa na mfanyakazi? Irene aliuliza kwa mshangao na kuanza kusimuliana ilivyokuwa usiku, huku wakitaka kumwogesha. Walijikuta wanacheka na kufurahi, huku wakiambizana kuwa na imani hatutopata shida kumtetea Eric. Inaonesha ujio wetu unafahamika, mapokezi yetu yamekuwa heshima, aliongea Dr. Simon, ambaye aliamini kuwa Bwana Hassan alilifikisha swala lao kwenye ubalozi wa Mbogolende. Lakini amejuaje kama tumefika huko? Irene aliuliza, akitilia shaka mawazo ya baba yake. Pengine mama yao amekutana naye na kumweleza juu ya safari yetu, alisema Irene. Wakati huo akaja mtu mmoja aliyevalia suti nyeusi, akawasogelea na kusimama mbele yao, akainamisha kichwa na kusalimia. Salamu, na wao wakaitika salamu. Kisha yule jamaa akasema, 4:15 ndio muda wenu wa mwisho kunywa chai, maana rais wa Ghana hataingia hapa 4:30 kunywa chai. Kisha akainuka na kuondoka zake na kuacha kina Irene wanashangaa. Kabla Irene hajamgeukia yule msichana ambaye ni msimamizi wa wafanyakazi wake, eti ina maana hata maraisi wanafikia humo? Irene aliuliza. Ndio, hii ni VIP, ina hadhi ya juu. Maraisi wote toka nchi mbalimbali hufikia hapa, na chumba ulicholala ni moja ya vyumba vyenye hadhi ya juu sana, ambavyo hufikiwa na maraisi toka nchi 7 kubwa duniani. Kama ulimwona Dr. Simon akishangaa, basi Irene hakuwahi kumwona baba yake akishangaa namna ile. Basi saa 4 kamili Eric aliingia kwenye bwalo la chakula akiwa kwanza kama ilivyo kawaida. Sasa alivaa kama alivyotakiwa kuvaa mtoto wa mfalme. Akaenda kukaa na huko walinzi wake waliosimama nyuma yake wakimsisitiza kuwa mtulivu na mwenye subra. Mfalme alipoingia dakika chache baadaye akiongozana na malkia wake alisimama, na kama ilivyo desturi, mfalme na malkia wakionekana wenye furaha kubwa iliyobebwa na macho mekundu yaliyolegea, waliingia na kukaa kwenye viti vyao, na Eric akakaa na kuanza kula, lakini alifanikiwa kula vijiko viwili tu na kushindwa kuendelea na mlo ule ambao kwa hakika ningekuwa mimi, hata ningekuwa naumwa jino aisee, ningehakikisha nakamua barabara bila kujali naumia. Malkia Tausi, ambaye muonekano wake ulibadilika na kuwa kama msichana mdogo,
Akasogeza mdomo kwenye sikio la mfalme, ambaye pia alibadilika na kunawili kwa furaha aliyokuwa nayo, akimweleza jambo fulani huku akimtizama Eric. Kisha akatabasamu. Mwanangu wa pekee, Eric Mbogo, nini shida? Chakula sio kizuri? Niite wapishi wote uwaeleze nini unataka kula mida hii, na wao watakuandalia mara moja, aliuliza mfalme Eugene wa pili kwa sauti kubwa lakini ya upole. Eric akainamisha kichwa. Ewe mfalme, toka nimefika sioni raha ya kuwepo hapa wakati sina mawasiliano yoyote na Irene. Naishi ndani muda wote. Hata kabla hajamaliza kuongea, hapo akasikika mfalme akicheka kicheko kikubwa na kikali sana. Una magari mengi sana humu ndani, una walinzi wengi sana na watumishi wa kila aina. Unaweza kuwaeleza au kupeleka sehemu yote hapa nchini, alisema mfalme, lakini akamwona Eric bado ameganda. Vipi, kuna jingine mwanangu? Mfalme aliuliza. Ndiyo mfalme. Sioni maisha bila kujua Irene anaendeleaje, alisema Eric kwa sauti ya upole na unyenyekevu. Eric mwanangu, kuwa mfalme kijana mwenye nguvu kama nilivyokuwa mimi. Kama anakupenda atakusubiri. Ona mama yako amenisubiri kwa miaka zaidi ya 20, alisema mfalme. Hapo hata Malkia Tausi alitabasamu kidogo, maana alijua kuwa tayari Irene alikuwa ndani ya Mbogolende. Lakini sio uliyopitia wewe na mimi niyapitie. Sasa Eric aliongea bila kufuata utaratibu. Akashtuliwa na mlinzi wake aliyemgusa kwenye bega. Okay, nitakupa jibu kamili, alisema mfalme, na hapo Eric akainuka na kuondoka zake pamoja na watu wake. Au akina Irene waliwahi kuiona hii hela ya bandia ndio wakazuzuka kwa kujiona kuwa Eric ni mtoto wa mfalme, aliwaza ama Irene akiwa ndani ya ndege. Mida hii ndege ilikuwa inakaribia kushuka kwenye uwanja wa ndege wa Mbogolende. Ndipo Irene aliyekuwa na mawazo mengi sana juu ya fedha ile yenye picha ya Eric alipopata wazo la kuuliza kwa mhudumu juu ya ile sura ya fedha. Akaitoa kwenye bahasha na kuishika mkononi, lakini ile anataka kumuita mhudumu akasikia tangazo la kufunga mkanda, maana ndege inakaribia kushuka chini. Akafunga mkanda na kutulia mpaka ndege iliposhuka na kugusa ardhi, kisha kusereleka kwa dakika chache na kwenda kusimama. Kisha milango ikafunguliwa na watu kuanza kushuka. Samani dada, aliita Irene huku akimsogelea mhudumu aliyekuwa amesimama karibu na mlango. Bila samahani, aliitikia yule dada kwa sauti ya upole. Eti unaiona hii noti? Ni kweli fedha halisi au ya bandia? Aliuliza mama Irene huku anamuonyesha yule dada mhudumu wa ndege ile noti ya shilingi 50 ambaye hakuitazama hata mara mbili. Ndiyo, ni fedha halali na bado inatumika, alisema yule, kisha akaendelea kuwatazama watu wanaotoka huku akisema karibuni Mbogolende, huku akiacha tabasamu na kale ka uzuri kake. Basi hata wageni walisimkwa. We binti, hebu itizame vizuri hii picha. Ni kweli ya mfalme Eugene au kuna mtu ametengeneza kwa ajili ya kufanya utapeli? Mama Irene aliuliza huku anageuza ile noti na kuonyesha upande wa ile picha. Hapo yule mhudumu akaitizama ile noti, kisha akamtizama Mama Irene kwa macho ya mshangao. Huyu ni mfalme Eugene kipindi akiwa mwenye kijana. Usiongee hivyo, utakamatwa na kufungwa, alisema yule mhudumu kwa sauti ya chini. Kijana alijikuta akinong'ona Mama Irene kama vile anajikumbusha kitu fulani. Hata sijui baba ni mtu wa wapi. Nadhani hata mama mwenyewe hajui. Alikumbuka Mama Irene siku moja Eric alimjibu Dr. Simon baada ya kumuuliza kuwa yeye ni mtu wa wapi. Kijana. Eric kijana. Alikumbuka Mama Irene na kuitazama tena picha kwenye ile noti. Na hapo akajihisi kama kichwa kinasisimka na kupigwa na shoti ya umeme. Eric, ina maana Eric ni mtoto wa mfalme, aliongea Mama Irene kwa sauti ya chini kama vile ananong'ona, lakini akiwa katika mshangao mkubwa sana. Samahani mama, tumeshafika, unataka kushuka? Mama Irene ndiye alikuwa katika mshangao wa mwaka huku anatazama ile noti. Alishtuliwa na sauti ya mhudumu wa ndege ile aliyekuwa amesimama mlangoni. Hapo Mama Irene akainuka na kuchukua begi lake dogo, kisha akaelekea kwenye ngazi na kushuka taratibu, huku uso wake uliojawa na mawazo ulionekana kujawa na mshangao. Ina maana kama Eric ni mtoto wa mfalme,
basi Tausi alitembea na mfalme. Na kama ni mfalme huyu hajawahi kuishi na mke, hivyo Tausi ndiye mwanamke wa pekee wa mfalme Eugene. Kwa hiyo Eric ndiye mtoto wa mfalme atakayetangazwa kesho, aliwaza Mama Irene huku anashuka ngazi za ndege taratibu, huku uso wake ukianza kuchanua kwa tabasamu. Kwa hiyo Simon na Irene walijua kuwa Eric ndiye mtoto wa pekee wa mfalme, na hivyo atakuwa ndiye mrithi wa mfalme na Irene atakuwa malkia. Hivyo ametualika na sisi kama wazazi wa malkia. Alipowaza hilo, Mama Irene alikuta akitabasamu na kuongeza mwendo kushuka, akitamani kuwapita waliomtangulia mbele yake, ambao aliona kuwa wanamchelewesha, maana alihisi kuwa wenzake toka jana wanapata raha za nchi ile kama familia ya malkia mtarajiwa. Pale chini Mama Irene alipokelewa na watu 5, 4 wakiwa ni wanaume waliovalia suti nyeusi kama wale waliokuja kumchukua Eric pale hospitali, na mmoja wa kike aliyevalia mavazi mazuri. Ungeona kwa haraka ungedhania kuwa yeye ndiye aliyekuja kupokelewa na kwamba Mama Irene ni kijakazi wake mkongwe. Watu wale walikuwa wameshika bango dogo lililoandikwa Mrs. Simon. Mama Irene akawafuata moja kwa moja, yani mke wa Dr. Simon. Alisema Mama Irene alionyesha ana shauku kubwa sana. Nao wakamsalimia kwa heshima, kisha wakamuongoza kwenye gari moja zuri sana. Akaingia na safari ikaanza. Eti ina maana Eric ndiye mtoto wa mfalme? Aliuliza Mama Irene kwa sauti iliyojaa furaha na mshangao wa kutokuamini. Unaweza kujiuliza kuwa ina maana alishasahau kwa muda mfupi uliopita alikuwa anamchukia vipi kijana huyu. Hatuna mamlaka ya kujibu swali hilo, alijibu yule msichana, huku safari ya kuelekea kwenye ngome ya mfalme Eugene ikiendelea, huku pale airport wakiacha watu wengi wakiwa katika mapokezi ya viongozi wa nchi mbalimbali waliokuja kushuhudia shughuli zile za kumtangaza mwana wa mfalme. Saa 3:20 ndio muda ambao Irene na baba yake walitolewa kwenye ukumbi wa chakula na kufika nje kabisa ya hoteli, wakiongozana na wale wahudumu wao, yani 3 wa Irene na mmoja wa Dr. Simon, ambao waliwatoa mpaka nje ambako waliokuta watu wengi sana, wengi wao wakiwa wale waliovaa suti nyeusi, wakionyesha ndio watu walioaminiwa na kutumika kama watu wa usalama ndani ya nchi hii. Japo walionekana wanajeshi wa jeshi la ulinzi waliovalia sare zao na askari wa jeshi la polisi nao wakiwa wamevalia sare zao, wakionekana wapo pale katika kuhakikisha usalama wa wageni wanaoingia pale hotelini. Maana kuna magari yalionekana kuingia pale yakiwa yamebeba viongozi na walinzi wao, maana alikuwa na bendera za nchi ile ya Mbogoland. Irene na baba yake Dr. Simon waliongozwa na wale wahudumu wao kuingia kwenye magari mawili tofauti, na huku wakiambatana na wale wahudumu safari ikaanza kuelekea huko walikuambiwa wanatakiwa kwenda. Wakiwa kwenye msafara wa magari mengine mawili, moja mbele moja nyuma, ambayo walikuwa wamepanda wale jamaa wa suti nyeusi, kila gari wakiingia 3. Safari yao iliyodumu kwa muda mchache mle ndani ya ikulu kubwa ya mfalme wa Mbogoland. Iliishia mbele ya jengo moja kubwa na la kupendeza ambalo langoni pake lilijaliwa na walinzi wengi sana mchanganyiko, ukiachia wale wenye suti nyeusi, na pia alikuwepo askari wa jeshi la polisi na wale wa ulinzi waliovalia sare za kivita, huku wengi wao wakiwa wameshikilia silaha aina ya SMG na wawili waliovaa sare za sherehe wakiwa wameshika silaha aina ya SAR, yaani semi automatic rifle, ambao walikuwa wakitoa salamu za heshima kwa wageni wenye hadhi ya kamisheni. Irene na baba yake walishuka kwenye magari huku akiwa anapanga sasa kwenda kuongea mbele ya hao viongozi ambao waliamini wanakwenda kukutana nao, kitu ambacho kitawasaidia kumtoa Eric kwenye hatia. Waliongozwa kuingia ndani ya jengo ambalo kuanzia kwenye mlango palionekana kutandikwa zuri ya jekundu, zuri kweli kweli, yani red carpet, ambalo lilianzia pale mlangoni na kusambaa kwenye korido lote kuelekea huko ndani, na wao walitembea juu ya dhuria hilo wakiongozwa na wale wahudumu wao 4 mpaka upande wa pili wa jengo hili, na kutokea kwenye bustani kubwa nzuri sana ambayo kwa jinsi ilivyoonekana ungesema ni sehemu ambayo ipo porini kabisa, yaani usingefikiri kama ni ndani ya ikulu, ukiachilia misitu mikubwa ya asili. Pia kulikuwa na mto sambamba na vibanda maalum vya kupumzikia, maua na viumbe mbalimbali vinavyopatikana porini kama vile ndege
sungura na wanyama wakubwa kama swala, pundamilia na kadhalika. Lakini kulikuwa na mtu mmoja tu ndani ya eneo lile walilotokea wao. Naye alikuwa amevalia mavazi ya kifalme pamoja na kofia la kifalme lililong'ara kwa dhahabu. Wakiwa wanashangaa wanaelekea wapi, wakawaona wale wahudumu wao wakisimama na wao wakasimama. Tunawatakia maongezi mema na mfalme wa Mbogoland. Kisha wanne wale wakasimama pale pale na kuwaeleza akina Irene wamsogelee yule ambaye hata wao waliona kuwa anaweza kuwa ndiye huyo mfalme. Ina maana ni mfalme ndiye alisema tuletwe hapa? Irene aliuliza kwa mshangao, maana ni kama wote wawili walikuwa wanahamaki na kugundua kuwa wanakwenda kukutana na mfalme, kitu ambacho hawakukitegemea kabisa. Na shangaa inakuaje? Ina maana hili swala limekuwa kubwa kiasi hiki mpaka tunakutana na mfalme? Dr. Simon aliuliza huku akimsogelea yule mtu aliyesimama kando kando ya mto akiwageuzia mgongo. Wakiwa na maswali yasiyojibika, Irene na babake walimsogelea yule mtu ambaye aliambiwa ni mfalme, na alipomfikia akasalimia, "Salamu ewe mfalme." Walisalimia kwa pamoja huku wanainamisha vichwa vyao kama vile walivyoona wao wakisalimiwa. "Salamu wageni wangu," aliitika yule mtu huku anageukia kina Irene, nao wakamtizama kwa kumwona uso wake. Ni kweli huyu ndiye mfalme wa Mbogoland, maana walishawahi kuiona sura yake mara kwa mara kwenye vyombo vya habari. Hapo ni kama Irene na baba yake wakazidi kushangaa kuwa ni kweli wamekutana na mtu mkubwa sana duniani, mfalme wa nchi ndogo lakini tajiri. Wapo watu wakubwa sana wenye utajiri mkubwa sana wanaotamani kupata japo sekunde ya kusalimiana na mtu huyo, lakini hawakuwahi kuipata. "Asante sana yeye mfalme," walitikia kina Irene na baba yake huku wakiinamisha vichwa vyao, na walipoinua nyuso zao kumtizama mfalme, wote wawili waliweza kumuona mfalme akiwa amegandisha macho yake kwenye uso wa Irene kabla hajashusha macho yake kwenye miguu na kupandisha tena, akiwa katika mshangao mkubwa sana. Ni kama amemwona mtu fulani ambaye hakutegemea kumuona kwa wakati ule. Wakati huo Irene na baba yake walikuwa wanashangaa kimoyomoyo, huku nao wanaitizama sura ya mfalme Eugene na kujaribu kuifananisha kuwa ukiachilia kuiona kwenye vyombo vya habari, waliwahi kuiona wapi tena? "Okay, nyie ni akina nani? Na nielezeni lengo la safari yenu kutoka Songea mpaka hapa kwa gari," alisema mfalme mara baada ya kushtukia kuwa alikuwa anamshangaa msichana huyu mrembo kupita alipofikiria pale alipoelezwa na mke wake, yani Malkia Tausi. Hapo Irene akamtizama babake, alikuwa anajiandaa kujibu kwa kujikohoza kidogo. "Naitwa Dr. Simon na huyu ni Dr. Irene Simon, binti yangu. Ewe mfalme, tumekuja hapa nchini kwako kwa ajili ya kuja kufuatilia kijana mmoja anaitwa Eric. Kijana ni jirani yangu na rafiki wa binti yangu," alisema Dr. Simon, ambaye huku akisaidiwa na mwanae Irene walieleza mkasa mzima wa kukamatwa kwa Eric akihusishwa na wizi wa bangiri ya dhahabu, na mpaka walipoelezwa kuwa ameletwa hapa Mbogoland na wao kuanza safari ya kuja huku kutoa ushahidi juu ya kijana huyo mwema. "Ewe mfalme, tunaomba utusaidie. Eric siyo mwizi na wezi wameshakamatwa. Eric ni kijana mwema sana, msikivu, mwenye kujituma na mwenye nidhamu ya hali ya juu. Ana maisha ya chini, mama yake anamtegemea yeye kusaidia katika kutafuta kipato. Tunakuomba umsaidie," alisema Dr. Simon akimaliza kuongea mbele ya mfalme ambaye bado alikuwa amesimama mbele yao, ambaye alikuwa anawasikiliza kwa umakini mkubwa sana. "Je, kuna kingine mnachokijua kuhusu kijana huyu kama vile baba yake?" aliuliza mfalme kwa sauti tulivu. Hapo akina Irene wakatizamana, kisha Dr. Simon akajibu, "Kwake mfalme, kijana huyu aliwahi kusema kuwa hata mama yake hakuwa anajua kuhusu baba yake," alijibu Dr. Simon. Na hapo mfalme akavuta pumzi ndefu, kisha akamtizama Irene. "Una miaka mingapi?" mfalme aliuliza, ikiwa ni mwanzo wa maswali mengi aliyoulizwa Irene, ambayo alianza kumshangaza hata Irene mwenyewe pamoja na baba yake, maana mengi yalihusu mambo yake binafsi, kama vile umewahi kuwa na mahusiano na wanaume wangapi, naye akajibu kama ilivyokuwa ni mmoja tu, ambaye ni huyo Eric. Hapo mfalme akashangaa kidogo. "Una muda gani naye?" aliuliza mfalme kwa mshangao. "Tuna muda mfupi, lakini haiwezi kuwa sababu ya mimi kumwacha kwenye matatizo,"
alisema Irene, na hapo mfalme ni kama alitulia kidogo, kisha akaongea kwa sauti tulivu sana. Umekuwa rafiki mzuri sana kwa mpenzi wako. Kwa hiyo licha ya kuwa mwizi, bado unamchukulia kama zamani? Mfalme aliuliza. Eric sio mwizi, na kama aliiba basi aliiba kwa sababu yangu, kwa kuwa mimi ni mwanamke wake wa kwanza, na pengine alikuwa anajaribu kunifanya niwe na furaha. Sitomchukia wala kupunguza upendo juu yake. Nitakabidhi kila alichokiiba kwa ajili yangu, na nitamuonyesha upendo wa hali ya juu. Ajue kuwa hana sababu ya kuiba kwa ajili yangu, alisema Irene kwa kujiamini. Una kitu kingine alichokupatia Eric? Mfalme aliuliza, na hapo Irene akatoa bangili ya dhahabu, ile aliyobaki nayo baada ya moja kuibwa na maji. Hii pekee, zilikuwa 2, alisema Irene akimkabidhi mfalme ile bangili. Mfalme akaipokea na kuitizama kwa sekunde kadhaa, kisha akamtizama Irene. Okay, swala lenu linashughulikiwa kwa upendeleo toka kwangu kama mfalme. Kesho Dr. Irene unakaribishwa kwenye kilele cha maadhimisho ya kuapishwa kwa mtoto wa mfalme na malkia, pamoja na mtoto wa mfalme kuchagua mchumba, alisema mfalme, kisha akatoa ruksa ya Irene na baba yake kuondoka zao. Nao wakaondoka kuongozwa na wale wahudumu wao kutoka pale kwenye bustani kubwa ya asili. Na wakiwa kwenye korido, kikatokea kitu ambacho kiliwashangaza Irene na baba yake. Maana akiwa anatembea kurudi kutoka walikotoka, wakakutana na wasichana wengine 4 waliokuwa wamesimama koridoni. Samahani Dr. Simoni, unahitajika kuelekea upande huu, kutana na malkia, alisema mmoja wa wale wasichana waliokuwa wamesimama pale koridoni. Irene na baba yake wakashangaa, maana waliwahi kusikia kwa mfalme wa nchi hii hakuwa na mke. Hapo Irene na baba yake wakatengana wakati Irene anarejeshwa hotelini alikokuwa amefikia jana. Baba yake Dr. Simoni alikuwa anaelekea kukutana na malkia kama alivyoambiwa. Dr. Simoni ambaye licha ya kuwa na matumaini ya kwa mfalme amewasikia na atamwachia Eric, pia alikuwa ameshangazwa na mwaliko aliopewa mwanae Irene, na kingine kilichomshangaza ni ukubwa wa jambo lile kiasi cha kukutana moja kwa moja na mfalme. Na kitu cha ajabu zaidi, mfalme alihoji kuhusu maisha binafsi ya Irene, tena kuhusu mahusiano yake. Tena na huyu malkia ananiitia nini? Aliwaza Simoni ambaye leo ndio anajua kuwa mfalme huyu ana malkia. Lakini hakushangaa sana sababu alishasikia kuwa kesho na malkia pia atatangazwa, kwa hiyo tayari malkia yupo. Lakini swali likabakia kuwa kwa nini malkia anataka kuonana naye? Au ni kwa kesi hiyo ya Eric? Safari ya Dr. Simoni na vijakazi iliishia mbele ya lango moja kubwa kama kawaida jumba hili la kifalme. Hakukuwa na mlango mdogo. Watumishi wake wakasimama na mmoja wao akamuongoza Dr. Simoni kuingia ndani ya ile jengo. Ile kuingia tu, Simoni aliweza kuona wasichana 4 wakiwa wamesimama pembeni ya kiti kimoja cha kipekee kilichoonyesha wazi kuwa ni cha malkia, kwa jinsi kilivyo kizuri, kilichopambwa kikapambika. Na sio kwamba kilikuwa peke yake, kiti hicho kilikaliwa na mwanamke mmoja mzuri kweli kweli. Wote wawili wakasimama mita kadhaa kutoka kwenye kiti cha malkia, kisha wakainamisha vichwa chini. Salamu malkia wa Mbogolendi, ilianza kusikika sauti ya yule mwanamke aliyeongozana na Dr. Simoni. Kisha dokta akarudia maneno ya yule mwanamama ambaye ni kijakazi. Salamu, alitikia yule mwanamke aliyekaa kwenye kiti cha malkia, na sauti yake ilipenya kwenye masikio ya Dr. Simoni na kusafiri kwenye ubongo wake ambao ulianza kuichambua sauti ile kuwa aliwahi kuisikia wapi, maana haikuwa ngeni masikioni mwake. Malkia, nimemleta mgeni wako kama ilivyoamriwa na mfalme. Uchambuzi wa Dr. Simoni ulikatizwa na sauti ya kijakazi aliyeongozana naye kuingia mle ndani. Karibu dokta, ilisikika tena sauti ya malkia. Hapo Dr. Simoni uzalendo ukamshinda, akainua uso wake kumtizama yule mwanamke aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha malkia, huku macho ya mshangao yakiwa yamemtoka, maana alishaikumbuka hii sauti ni ya nani. Ni kweli macho yake yaliweza kuitambua sura ya jirani yake, yani Mama Bagia, ambaye ndiye mama wa Eric, ambaye wamekuja kumsaidia ili aondokane na ile hatia. Mama Eric, ni wewe? Ni kweli au naota? Dr. Simoni aliuliza kwa sauti ambayo ilijawa na zaidi ya mshangao, huku anamtizama Mama Eric jirani yake, ambaye hakujibu kitu zaidi ya kutabasamu.
ina maana wewe ndiye Malkia na kwamba Eric ni mtoto wa mfalme? Dr. Simoni aliuliza tena, ambaye sasa alikuwa anasogea pale alipokuwa amekaa Tausi, huko macho yamemtoka kwa mshangao. Ni hadithi ndefu dokta. Naishukuru familia yako kwa kusaidia mpaka nimefanikiwa kukutana na mume wangu ambaye ni babake Eric, alisema Malkia Tausi, ambaye alisimulia kwa kifupi jinsi ilivyokuwa na maana ya zile bangire ambazo hata yeye hakuwa anajua hapo mwanzo kuwa zina maana gani. Muda mfupi baadaye Malkia Tausi aliwaeleza vijakazi wapishe mle ndani ili aongee jambo na Dr. Simoni. Nao wakatoka na kuapisha wawili hawa ambao walibakia ndani wakiendelea na maongezi yao. Walichoongea wanakijua wao wenyewe. Mama Irene akiwa ndani ya gari akitokea airport aliendelea kuwaza hili na lile, huku akiona wazi kwa moja haikai, mbili haisimami. Na kama Eric sio mwizi, alikumbuka swali la mume wake siku chache zilizopita. Hata kama sio mwizi, hawezi kumchezea mwanangu. Mama Irene alikumbuka jibu lake pia. Ni kati ya vitu ambavyo vilianza kuondoa tabasamu usoni mwake. Nimenyea mkeka ugenini, sijui tutalalia nini, aliwaza Mama Irene, ambaye alikosa nguvu alipokumbuka matukio ya siku chache zilizopita, hasa siku ile ambayo Eric alikuja na Irene pale hospitali. Mama, shikamoo. Pole na matatizo, alisalimiaga Eric kwa heshima na taadhima, lakini jibu alilolitoa yeye Mama Irene ndilo lililomfanya akose nguvu. Pole ya nini wakati wewe ndio umesababisha? Kumngangania tu Irene mpaka rafiki yake amsababisha matatizo haya. Tena hebu toka hapa ukasubiri huko nje. Umekuja hapa kama nani? Tena mbaya zaidi, huyu mvulana alidhania kuwa ni wa maana, ndio hovyo kabisa, ambaye alifikia hatua ya kujaribu kumkojolea mkojo. Nakwambia toka bwana we. Hivi unavyojiona wewe ni wakuwa na mwanangu wewe? Hebu ondoka bwana kabla sijawaita walinzi. Tena mwizi mkubwa, subiri polisi waje kukukamata. Alipokumbuka kauli hiyo, Mama Irene alijikuta anang'ata meno kwa kujilaumu kwa mambo aliyoyafanya. Lakini nitaomba msamaha, ataisha, aliwaza Mama Irene pasipo kufikiria kuwa Tausi aliyemfanyia vurugu na kashfa yupo kwa sasa anafanya nini. Safari ilishia nje ya hoteli zilizoongozana kwa kuachana mita kadhaa, huku moja ya hoteli ambayo ni kubwa zaidi ya zile nyingine ikionekana kuzungukwa na watu wengi, huku wengi wao wakiwa ni watu wa ulinzi na usalama, huku magari yakiingia na kushusha viongozi mbalimbali toka nje ya nchi. Hapo Mama Irene akaanza kutambua kuwa anachokihisi ndiko chenyewe, kuwa Eric ni mtoto wa mfalme Eugene. Kama ilivyo kawaida, Mama Irene akafungua mlango na kushuka toka kwenye gari. Hapo akamwona mtu mmoja aliyevalia suti nyeusi anakuja pale walipokuwa, yani nje ya gari. Huyu ni Mrs. Simoni? Aliuliza yule jamaa aliyewasogelea. Ndio, yeye ndo anatoka airport, alijibu mmoja kati ya watu waliokuwa na Mama Irene. Tayari wenzake wameshaenda kuonana na uongozi, hivyo itabidi asubiri, watamueleza kilichoongelewa, alisema yule jamaa. Na wakati huo Mama Irene akatizama kule kwenye hoteli ambayo ilionyesha kuwa wanafikia watu wakubwa zaidi, na wakati huo akaona magari mawili yanaingia pale hotelini, na aliposimama akaona wanashuka watu kadhaa, wakiwepo wasichana watatu na gari moja wakishuka wale waliovalia suti nyeusi. Na wale wasichana, mmoja wao alifungua mlango wa kulia wa gari, ambao akashuka msichana mmoja mrembo sana aliyevalia gauni jekundu na viatu vya mikanda vyenye visigino virefu. Mama Irene alipomtizama usoni msichana yule, ndiye alionekana kupendeza. Alikuwa ni mwanae Irene. Irene. Alipiga kelele Mama Irene huku anatoka mbio kuelekea kwenye hoteli ile ambayo ilionekana wazi kuwa ni ya VIP wa daraja la kwanza. Watu wote wakageuka kumtizama mama huyu kwa mshangao. Irene alisikia zile kelele za kuitwa jina lake, macho yake yakakutana na macho ya mama yake. Alikuwa anakuja mbio mbio, ambaye alipokaribia kuwafikia kina Irene akadakwa jukwaju na walinzi waliovalia suti nyeusi. Niachieni, nataka kuongea na mwanangu, alipiga kelele na Mama Irene akijaribu kujipapatua toka kwa wale walinzi ambao idadi yao ilikuwa ni wawili. Hapana, hutakiwi kumsogelea kwa sasa, yupo chini ya VIP ya ikulu, alisema mmoja wa walinzi wale, huku akimvuta mama huyu kumrudisha kule alikotoka.
lakini yule ni mwanangu, wao walitangulia na mume wangu. Alipiga kelele na Irene huku akijaribu kujipapatua, lakini wale walinzi hawakuonyesha dalili ya kumwachia wala kumuelewa. Eti Irene, waambie kuwa mimi ni mama yako. Alizidi kupiga kelele na Irene huku anamtizama Irene ambaye alimtizama kwa sekunde kadhaa kisha akaongoza kuelekea ndani akisindikizwa na wale wasichana wanne. Hapo Irene akajua kuwa hata mwanae hakuwa anamchukulia kwa upendo kama ule wa zamani, lakini akajipa moyo kuwa Irene ni mwanae tu na endapo ataolewa na Eric yeye atabakia kwa mama mkwe, na aliona dalili hizo baada ya kupelekwa kwenye chumba ambacho alifikia mume wake. Kitendo cha kumuona mama yake pale kilimshangaza sana Irene, na sio kumuona tu, ile kumkimbilia kwa shauku namna ile, halafu akazuiliwa asiweze kukutana naye, kitu ambacho hata yeye alikipenda sana, sababu alitokea kumchukia mno mama yake, akiamini kuwa kule amekuja kuvuruga mipango yao ya kumkomboa Eric. Ndio maana hata kuhangaika kuomba kusalimiana naye, japo toka jana hawakumuona. Sasa Irene alikuwa kwenye chumba cha hoteli alichofikia akitakiwa kuoga ili abadili nguo na kuelekea kwenye sehemu ya kupiga picha, kitu ambacho nacho kilimshangaza, na alipouliza ni chumba cha nini akaambiwa kuwa hatuna mamlaka ya kujibu swali hilo. Hapo Irene ambaye sasa alianza kurejewa na matumaini ya kumpata Eric na kurudi naye Tanzania, aliamua kuwa tu mpole. Muda mchache baadaye alikuwa ameshamaliza kuoga, akiwa ameoga mwenyewe maana hakutaka kuogeshwa, na sasa alikuwa anasaidiwa kuvaa na kujilemba kama walivyofanya asubuhi. Safari hii alivaa gauni mfano wa tausi ambalo lilimpendeza kweli kweli na kumfanya akumbuke ndoto ya Eric. Nimeota umekuwa malkia, alikumbuka Irene. Kwani unachoota huwa kinatokeaga? Irene anakumbuka aliwahi kuuliza hilo swali. Hapo akatabasamu. Ni kweli Eric, ndoto imetimia. Leo nimekuja Bogolendi kwa ajili yako, napewa huduma kama malkia, alijisemea Irene kimoyomoyo. Upande wa pili tayari Tausi alishakutana na wazazi wake, yani baba na bibi Eric, ambao nao walifikia kwenye hoteli moja kubwa na walishakutana na mfalme ambaye aliwaeleza kuhusu kilichotokea, na hapo akasema atafuata utaratibu wa kutambuliwa kama mume wa Tausi, huku akiomba kibali cha kumtambulisha Tausi kwa wananchi wake kama malkia wake. Nao hawakuwa na neno, wakakubaliana na mfalme. Mume wangu mpendwa, bila shaka umekutana na Dr. Irene Simoni, Tausi aliuliza wakiwa ndani ya chumba chao na mfalme Eugene. Kwanza mfalme aligeuka na kumtizama mke wake akijifanya kama anafikiria cha kujibu, lakini mwisho mfalme akatabasamu. Ni mrembo kweli kweli, na mpaka sasa amenionyesha na yeye anampenda sana Eric na anamchukulia kama mtu muhimu kwake, na anaonyesha upo tayari kujitoa kwa ajili yake, alieleza mfalme. Na hapo Tausi akatabasamu. Nadhani umetambua kwa nini Eric ameshindwa kula kwa ajili yake, alisema Tausi, na wote wakacheka. Lakini bado kuna mtihani wa mwisho kwa Irene ili kuhakikisha kuwa anafaa kuwa mke wa Eric, alisema mfalme. Na hapo Tausi akaduaa. Eugene, unatukitafuta nini jamani? Si uache watoto, alisema Tausi kwa sauti ya mshangao. Tatizo kuna vitu bado hujavijua. Eric ni mtu mkubwa sana na anahitaji mke ambaye atakuwa anamsaidia kwenye swala zima la kuongoza nchi na kusimamia mali za nchi yake, na sio mwanamke mwenye uroho wa mali na utajiri, alisema mfalme. Na hapo ni kama Tausi alielewa na kukubali kishingo upande. Lakini angalia jinsi mwanao anapokosa amani, Tausi alisitiza. Wewe tulia, hebu ona kule, alisema mfalme huku anachukua remote na kubonyeza akielekeza kwenye skrini kubwa sana iliyopo mle chumbani kwao. Ikaonyesha ukumbi mmoja ambao ndani yake walionekana wazee wawili wakiingia na kwenda kukaa kwenye viti. Dr. Simoni baada ya kumaliza kuongea na Malkia Tausi, sasa alikuwa anapelekwa hotelini, huku kichwani akitafakari maneno aliyoambiwa na mwanamama huyu, yani jirani yao, yani Mama Bagia, ambaye walikuwa wanamuona kama mtu mwenye maisha ya chini, asiye na uhakika wa mahitaji yake ya ziada zaidi ya kula, kuvaa na kulala, huku anawaza kile kilichotokea baina yake na mke wake juu ya swala la mahusiano ya Eric na binti yao Irene. Halafu leo anakuja kugundua kuwa kijana yule ni mtoto wa mfalme. Dr. Simoni alitamani kumpigia simu mke wake
amweleze juu ya hili, lakini hakuwa na uwezo sababu simu ilikuwa imechukuliwa. Kwa hiyo hata Irene hajui kinachoendelea. Alijiuliza Dr. Simoni akiwa anaingia chumbani kwake akisindikizwa na yule msichana mhudumu wake. Kwa hiyo umeamua kuja huku bila kuniambia kinachoendelea ili uje kuchukua visichana vidogo vidogo? Dr. Simoni alishtuliwa na sauti ya mke wake ambaye alikuwa mle ndani ya chumba. Amekaa kwenye kochi moja la watu wawili. Wewe, umefika saa ngapi huko? Na umekuja kufanya nini? Dr. Simoni aliuliza kwa mshangao huku akimtazama mke wake. Ulidhania sitojua mambo yenu? Mnaamua kunificha, sasa kiko wapi? Nimeshajua kila kitu, alisema Mama Irene kwa sauti ya kusimanga. Ewe mgeni mwema, nipo nje, kama kuna lolote utanijuza, alisema yule msichana mtumishi na kutoka nje, huku Mama Irene akishikwa na mshangao. Ndio vitu vilivyokufanya unitoroke, sio? Huna hata haya. Hivi mwanaume, huyu mtoto wako peke yako? Safari hii Mama Irene aliuliza kwa hasira. Hapo Dr. Simoni akajua kuwa mke wake ameshafahamu ukweli juu ya kuwa Eric ni mtoto wa mfalme. Akaona kuwa mke wake amekosa aibu na staa, yani baada ya kuomba msamaha kwa yale aliyoyafanya, na sasa analeta kashfa. Sikia mke wangu, sisi wote tulikuwa kama wewe. Hakuna aliyekuwa anajua Eric ni nani, aliongea Dr. Simoni kwa sauti ya upole na unyenyekevu. Lengo letu tuje kumsaidia atoke huku, na kwa bahati tukapokelewa vizuri, na hivi sasa nimetoka kuonana na mfalme ambaye alinieleza kuwa Eric kesho anatangazwa kuwa mtoto wa mfalme na ndiye mrithi wa baadaye wa kiti hicho cha ufalme baada ya baba yake. Anahitaji kumtangaza Irene kuwa mchumba wake na ndiye malkia ajaye. Hapo Mama Irene akaachia zinga la tabasamu bila kukumbuka alichokifanya siku chache zilizopita, lakini mimi nikamwambia kuwa hilo haliwezekani, alisema Dr. Simoni kwa sauti ya kinyonge zaidi, na kumfanya mke wake abakie mdomo wazi, huku sura yake ikitoka kwenye tabasamu na kuja kwenye mshangao wa mwaka. Wewe, unasema umekataa Irene asiolewe na Eric wakati wenyewe wanapendana? Mama Irene aliuliza kwa mshangao huku anajaribu kuinuka, lakini akaona miguu inakosa nguvu. Mke wangu, najua humpende huyu kijana. Sikutaka tugombane na kuachana kwa ajili ya huyu kijana. Nikaona bora tumsaidie binti yetu aolewe na yule kijana tajiri Jafari, na sio Eric ambaye ulisema akioana naye mimi na wewe tuachane. Hapo Mama Irene alianza kuhisi kizunguzungu. Hata mume wake alipomaliza kwa kusema siwezi kumkosa mke wangu kwa ajili ya Eric kuishi na Irene, bora aolewe na Jafari. Mama Irene alimsikia mume wake kwa mbali sana, huku macho yake yakipoteza nguvu na kujihisi kizunguzungu na kutaka kumjibu Jafari ni mwizi, lakini hakuwahi. Mwishowe akaangukia kwenye kochi akipoteza fahamu hapo hapo, na Dr. Simoni akamwita msaidizi akimwomba awaite watu ambao wanaweza kutoa msaada wa kumpeleka hospitali akapatiwe huduma, maana yeye kama dokta alishajua kuwa mke wake amepoteza fahamu. Kwa upande wa Irene, akiwa ameshamaliza kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kupigwa picha, mara akaambiwa kuwa kuna ujumbe wa kutoka kwa mfalme unatakiwa kukutana naye. Hivyo akaelekea kwenye ukumbi mdogo na kukuta wazee wawili wenye heshima zao wakimsubiri. Hapo Irene akajiuliza, wana nini hawa watu? Salamu wazee wangu, alisalimia Irene huku akiinamisha kichwa mara baada ya kuwafikia wale wazee, akionyesha kuwa ameshaanza kuwazoea salamu za watu wa nchi hii. Wazee wale ambao walisimama na kuinamisha vichwa vyao nao waliitika, salamu ewe binti uliyebahatika kuwa mzuri wa kuonekana. Kisha nao wakakaa. Irene naye akabakia amesimama japo kulikuwa na viti vilivyo wazi, huku akishangaa kwa sifa alizopewa na wazee wale ambao walionekana kuwa ni wa heshima kubwa. Waweza kukaa, msichana mzuri mwenye kila sifa ya kuwa malkia, alisema mmoja wa wazee wale. Hapo Irene akazidi kushangaa, akakaa kwa wasiwasi, maana sifa za watu wale juu yake zilimshangaza. Na cha kushangaza zaidi ni pale wale wasichana waliomleta walipoondoka na kumwacha na wale wazee waliovalia mavazi maalum ya viongozi wa nchi hii, nguo zile ambazo zilikuwa na mfano wa kanjo ambazo zilidariziwa kwa nyuzi za rangi mbalimbali. Hapo wale wazee wakamtizama kidogo
na kupeana ishara ya kuongea, na mmoja wao akaongea, ewe msichana mwema toka Tanzania, tumetumwa mbele yako kukuletea ujumbe toka kwa mfalme. Hapo kusikia hivyo, Irene akaanza kuondoa shaka juu ya wageni wale. Bila shaka nipo tayari kusikiliza ujumbe, alijibu Irene kwa sauti ya upole na unyenyekevu. Hapo yule aliongea mwanzo akamwachia mwenzie ambaye aliendelea alipoishia mwenzie. Mfalme amekuona na amesikia sifa zako toka kwenye kinywa chako, na ameona kuwa wewe ni mwanamke pekee ambaye unaweza kuwa mchumba wa kijana wake ili umsaidie kuiongoza nchi hii ukiwa kama malkia. Hapo kitu kama pigo kubwa la moyo likagonga kifuani mwa Irene na kukumbuka ndoto ya Eric kwa mara nyingine kuwa aliota akimwona Irene ameolewa na mtoto wa mfalme. Ewe msichana mrembo, ulionekana machoni pa mfalme, japo umekuja kwa ajili ya kijana mwizi wa bangiri ya dhahabu, lakini tunaomba ukubali ombi hili la mfalme la kuwa mkwe wake, alimalizia yule mwingine. Hapo Irene akaonekana ametoa macho kwa mshangao, huku tabasamu likianza kuchanua kwenye uso wake uliojaa mshangao. Wale wazee wakatizamana na kupeana ishara fulani ya mafanikio, kisha akamtizama Irene aliyekuwa bado ameganda kwa mshangao, kisha akawatizama akizidi kutabasamu. Asanteni sana wazee wangu, kama hii sio ndoto ya usingizini, basi hii ni sehemu ya ndoto yangu ya mchana ambayo imetimia leo, maana hata mchumba wangu aliwahi kuota katika moja ya ndoto zake. Hapo wale wazee wakatabasamu kuwa wanatazamana kwa kujua kuwa tayari Irene amekubali kuolewa na mtoto wa mfalme. Lakini wakashtushwa na sauti ya Irene. Aliendelea kuongea, lakini ndoto hii wacha ishie hewani, kwa maana imechelewa, sababu tayari nina mchumba wangu, alisema Irene akiwa anatabasamu. Hapo wote wakamtizama Irene kwa mshangao, maana walidhania kuwa ameshakubali. Hakika leo nimeuona upendo wa Eric, sababu anayekupenda lazima atakuotea leo mema kama alivyofanya Eric kuniotea kuwa nimekuwa malkia. Hii inatosha kuwa malkia wa moyo wake. Hakika Eric ndiye mfalme wa moyo wangu. Maneno ya Irene yalizidi kuwavuruga wale wazee. Lakini binti, hii ni bahati pekee ambayo ni miaka zaidi ya 30 imekuwa ikisubiriwa na mamia wasichana wazuri wadogo ambao hawajawahi kuguswa, lakini imeangukia kwako, alisema mmoja wa wale wazee. Hebu ona, kila kitu ndani ya nchi hii utakuwa na amri nacho. Utafanya kila unachokihitaji kukifanya ndani ya nchi hii yenye utajiri mkubwa, waliongea wale wazee kwa ushawishi mkubwa. Lakini Irene ambaye alionekana kuanza kubadilika sura na kuanza kukasirika, akasema, utajiri wa amani nilionayo nikiwa na mpenzi wangu Eric ni mkubwa sana kuliko utajiri wenu wa ndani ya nchi hii. Nisingeinua mguu wangu kumfuata mtu ambaye najua muda wowote naweza kuachana naye kwa ajili ya utajiri, na kama ni jambo hili ndilo limefanya nipokelewe hivi, basi naomba mniruhusu niondoke sasa hivi nikatafute pa kukaa mpaka nimpate mchumba wangu, alisema Irene. Kisha akasimama na kuinamisha kichwa na kusema, nashukuru sana wazee wangu, alisema Irene. Kisha akaondoka, na wale wahudumu walipomwona tu wakamkimbilia na kumuongoza kule walikohitaji kuelekea mwanzo, yani kwenda kupiga picha, ambako Irene alidhania kuwa itagairishwa baada ya kukataa kuolewa na mtoto wa mfalme, huku wakiwaacha wale wazee wakitizamana kwa mshangao kabla hawajakumbuka jambo na kusimama haraka na kuinamisha vichwa vyao kwa heshima. Hakika yametimia, huyu ni mke bora kwa mwanangu Eric, alisema mfalme Eugene aliyekuwa anafuatilia mahojiano yale kwa kamera za siri ambazo zilitegwa ndani ya ukumbi ule, yeye pamoja na mke wake Tausi. Eric hakukosea kama ambavyo baba yake hakukosea kuchagua mke bora, alisema Tausi, na wote wakacheka. Okay, wacha nijiandae kukutana na rais wa USA saa 7, kisha rais wa China saa 10, na saa 2 usiku rais wa Ujerumani, alisema mfalme, huku akiinuka toka kitandani na kunyosha mkono kwa mke wake aliyeudaka mkono. Kisha wakaelekea sehemu ambayo tunaweza kupaita ni bafu, mle ndani ya chumba. Kwa sasa wawili hawa hawakuhitaji mlinzi wanapokuwa ndani ya chumba hiki. Ukweli mfalme alitumia vizuri kila nafasi ndogo aliyoipata kufidia muda aliokuwa mbali naye. Turejea Tanzania, Songea, Seed Farm. Toka kumekucha, Patricia na shangazi, yani mama yake,
walikuwa wanamaliza kupata chakula cha mchana ambacho hawakutegemea kula hivi karibuni. Hasa kwa hapa mjini, ilikuwa ni ugali kwa mboga ya majani ambayo wao hupenda kuita likolo na nyungu, lakini wengine huita majani ya maboga. Pengine msikilizaji, ungetamani kuila hata sasa na kushangaa hawa ambao walikula ili wasife na njaa, sababu mapishi yao yalikuwa ni yale ya maji na chumvi, kutokana na kutokuwa na fedha yote ya kuongezea japo hata kitunguu cha shilingi 100 tu, ukiachilia mafuta kwenye mboga yao walioichuma kwenye busana na mabagia. Wakati wao walitegemea kula vinono kama walivyozoea wakija hapa mjini, maana kati ya malengo yao hilo la kula vizuri huwa linapewa kipaumbele sana. Naam, wakiwa wamekaa wanatizama sahani yenye nusu ugali na bakuli ile yenye mboga ya majani zilizokuwa mezani kwa macho ya hasira, huku kimoyomoyo wakimtukana mfalme kwa kuondolea mfadhili wao. Ndipo aliposikia mungurumo wa gari, tena sio moja, ambayo alikuja na kusimama nje ya nyumba ile. Patricia na mama yake wakatizamana, halafu kwa pamoja wakapiga kelele, Tausi! Kisha wote wakachomoka mbio kuwahi mlangoni. Usingedhania kuwa shangazi ndio ule mgonjwa kwa namna alivyowahi mlangoni, akimtangulia hata mwanae Patricia, ambao walikimbilia mlango hapo wakiwa na matumaini mawili makubwa. Kwanza kabisa, waliamini kuwa huyu alikuwa ni Tausi na ujio wake ni neema kwao, kuanzia chakula na huduma nyinginezo. Pili, walijua siku zote Tausi hakuwa na roho ya kutunza kumbukumbu za mabaya waliomfanyia, maana hata siku za nyuma aliwasamehe mara moja kutokana na yale waliomfanyia kipindi kile. Hivyo lazima atakuwa ameshawasamehe na anakuja kuwachukua ili na wao wakaishi maisha yao huko ufalmeni. Lakini walipofika pale nje walishangaa kuona watu wanachukua magari ambayo idadi yake alikuwa 4, 3 madogo na 1 kubwa, yani fuso, huku 2 ya kati ya magari yale 2 yalikuwa ni ya wapelelezi Ombogolendi na 1 lilikuwa ni Land Rover 110 kutoka kwenye kampuni moja kubwa ya ujenzi. Na kilichowashtua na kuwaondolea matumaini ya kina shangazi ni baada ya kuona watu walioshuka kwenye magari hayo, hakukuwa na ishara ya kushuka kwa Tausi wala mfalme wala Eriki, zaidi ya watu waliovaa suti nyeusi, idadi yao 3, 2 waliovalia kinadhifu na wengine 2 wakivalia nguo za mafundi au kavaroli, tena wakiwa na vifaa vya kupimia eneo na makaratasi yaliyoonyesha kuwa yana ramani ya nyumba. Na kwenye lile fuso walishuka vijana 10 wakionyesha wamekuja kwa kazi maalumu. Hii imeagizwa isivunjwe, itajengwa nyingine pembeni, alisikika mmoja kati ya wale waliovalia suti nyeusi. Wakati huo mmoja kati ya wale waliovalia kinadhifu akisogelea kwenye mlango waliposimama kina Patricia na make wanashangaa pasipo kujua kinachoendelea. Mama shikamoo, alisalimia yule aliyowasogelea huku akimtizama shangazi. Marahaba. Tuambieni kilichowaleta. Naona mnatuvamia tu, alisema shangazi kwa sauti iliyoanza kujawa na chuki iliyosababishwa na kukosa kile walichokiwaza kuwa aliyekuja ni Tausi. Naitwa Hassan Jumanne toka ubalozi wa Ombogolendi. Tupo hapa kwa maagizo ya Bitausi. Huwa kuna nyumba inabidi ijengwe ndani ya eneo lake, ikiwa pamoja na kuzungushia uzio kwenye eneo lote na kufanyia ukarabati wa nyumba hii, alisema Hassan. Na hapo shangazi akamtizama Patricia ambaye alishamtizama mama yake muda mrefu. Hapo wakakutanisha macho yao yakitizamana kama vile mzimu. Kwa hiyo Tausi ndo amewatuma kufanya hivyo? Patricia aliuliza kwa mshangao wa kutokuamini. Ndio, na hawa ni wataalamu kutoka kwenye kampuni ambayo itasimamia ujenzi huo ambao unaanza mara moja, alisema Hassan. Na hapo akawafanya kina shangazi watizamane tena pasipo kuambizana kitu. Shangazi naye akaongea, hivi Tausi amewaambia hapa ni kwake mpaka muanze kujenga? Ilikuwa ni sauti iliyojaa chuki na mshangao. Ndio, tumefuatilia ofisi za ardhi na tumejiridhisha kuwa hapa ni kwake, na aliipata hii ardhi mwaka 1994 ikiwa ni mmoja wa watu wa kwanza kabisa kuchukua eneo katika mtaa huu ambao uligawiwa kwa wananchi katika kutekeleza mipango miji. Jibu hilo lilizidi kuwashangaza kina shangazi ambao hawakupenda kusikia swala hili Tausi kufanya ujenzi. Ukweli ni kwamba sio wewe tu msikilizaji, hata wao wenyewe kina shangazi hawakuelewa kwa nini wanachukia. Yeye si anakwenda kuishi huko wapi sijui. Sasa huku anajenga kwa nini? Si angeenda kuwajengea wazazi wake huko kijijini? Aliuliza Patricia kwa sauti iliyojaa chuki na ukosoaji.
na kumfanya Hassan ambaye alishapata habari za ndugu hawa kwa kupitia yule mpelelezi aliyekuja huku siku iliyopita acheke kidogo. Wazazi wake ndio wanaojengewa hapa na hii nyumba ndogo itabakia kama kumbukumbu, alisema Hassan, na hapo ni kama alikuwa amechoma mwiba kwenye moyo wa shangazi na Patricia. Kumbukumbu ya nini kama sio kumaliza hela tu? Anashindwa kutuachia hela za matumizi, yeye anaendekeza wanaume, alisema Patricia kwa hasira na chuki ya wazi. Hapo Hassan akacheka tena. Sio tu fedha ya matumizi, hata hapa mnatakiwa kuondoka hivi sasa, sababu hawa vijana mnawaona hapa wanahitaji kutoa hivyo vitu vilivyomo ndani wakapakize kwenye gari tayari kuanza ukarabati. Hiyo kauli ni kama ilikuwa ni moshi wa sigara kwa shangazi ambaye alianza kukohoa mfululizo. Ungesema amepaliwa na pilipili kiasi cha kumshangaza Hassan. Aliwatizama wenzie kwa uoga, lakini akashangaa kuona wenzake wanacheka, yani wale wapelelezi watatu. Huyo ndivyo alivyo. Nadhani vijana waingie tu kutoa vitu ndani vipelekwe balozini, alisema yule mpelelezi wa jana ambaye alishawasimulia wenzie vituko vya shangazi. Ndugu zanguni, hii ilikuwa ni sehemu ya 17 ya simulizi yetu hii ya Binti Tausi. Kwa leo tuishi hapa, tukutane hapo kesho ili tuendelee na kibao chetu ikipendwa kabisa. Tujue je, itakuwaje? Irene amepewa ofa kule kwamba aolewe na mtoto wa mfalme, lakini binti kakataa kata. Sijui itakuwaje, maana ni kazi kweli kweli. Lakini huku shangazi na Patricia wanatimuliwa kwenye nyumba ya Tausi kwamba aondoke ili ujenzi uanze mara moja. Jamani, asante sana kwa kuwa shabiki wa Light Simulizi na kupenda, na nathamini sana mchango wako. Love you so much. Tukutane hapo kesho.